Hujambo na karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, lakini moja kati ya ripoti tulizokuwa nazo ni jinsi watawala wa Iran walivyojenga mfumo wa kuwaweka madarakani, na jambo ambalo linasababisha Marekani na Israel kushindwa kuondoa utawala huo. Zaidi ya miongo minne baada ya mapinduzi mwaka 1979 kuwaleta watawala wa Iran madarakani, sasa wanakabiliwa na wakati mbaya zaidi kuwahi kutokea. Wakati huu ni wakati ambapo Iran inakabiliwa na mashambulizi makubwa kutoka ndani na nje ya Iran. Ni mashambulizi yanayotoka Marekani ambayo kwa namna moja ama nyingine amekuja kusababisha vita vya moja kwa moja ambavyo ni vya ushirika kati ya Marekani na Israel, ambavyo hatima yake vimemuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei. Marekani na Israel zote zimeashiria kwamba zinataka mabadiliko ya utawala na kuwataka wa Iran kuipindua serikali yao. Hata hivyo, wataalamu wanasema uongozi wa Iran kwa kukusudia umetengeneza utawala wenye nguvu na wa kudumu na ambao hauwezekani kupinduliwa kwa urahisi. Ikumbukwe kwamba utawala huu ulifanya mapinduzi, na hivyo baada ya mapinduzi unajua ni jinsi gani ya kuweza kujilinda dhidi ya kupinduliwa. Lakini ni nini ambacho kimewezesha uthabiti wake na ni tofauti gani na nchi zingine za Mashariki ya Kati? Moja kati ya jambo muhimu ambalo limetengenezwa katika utawala huu ni kwamba ni utawala uliotengeneza nani atamrithi nani. Tangu kupinduliwa kwa utawala wa kifalme wa Iran, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeendelea kujenga mfumo wa kisiasa uliopangwa kunusuru majanga kama majaribio ya kimapinduzi, wanasema wataalamu. Hii inajumuisha taasisi inayodhibitiwa vilivyo, ufundishaji wa kiitikadi, mshikamano na wasomi wa upinzani uliogawanyika. Ni muundo wenye msingi unakata kichwa kimoja, vipya vinachipukia, wanasema wachambuzi wa mambo. Ni muundo wa utawala wenye uwezo wa kubadilika na kudumu hata wakati wa uongozi wao ukiwa umesambaratika. Siku ya Jumapili, Mujtaba Khamenei, mtoto wa Al-Khamenei, alichaguliwa kama mrithi wake chini ya wiki mbili baada ya baba yake kuuawa. Anatarajiwa sana kuendeleza utawala wenye msimamo mkali wa baba yake. Wataalamu wanahoji kuwa tofauti na nchi kama vile Tunisia, Misri na Syria ambako viongozi walipinduliwa, Iran imeweza kukabiliana vema na mitikisiko ya nje na ndani ya aina hiyo hiyo kwa sababu ya vyombo vyake vya usalama vinavyoendeshwa vya kiitikadi. Badala ya kufanya kazi chini ya udikteta wa kawaida unaohusisha mtu mmoja, Iran ina utawala wa kiimla wenye kujumuisha watu wengi. Muunganiko kati ya wafuasi wanaoamini uongozi wa Uislamu katika siasa na utaifa wenye msimamo mkali wa Iran, wanasema wachambuzi wa mambo. Hata hivyo, namna ambavyo Iran imewatengeneza raia wake kwamba wanapaswa kufahamu nani ni adui wao na malengo yake ni nini, ndicho ambacho kinawafanya wa Iran wasikubaliane na mpango wa kimapinduzi ndani ya taifa lao. Wa Iran wameshibishwa itikadi za kiimani za dini ya Kiislamu, ndicho ambacho kinawafanya zaidi waione Israel kama adui wao mkubwa, lakini pia waione Marekani kama adui wao mkubwa, na hivyo sio rahisi kwa wao kufanya mapinduzi, licha ya kwamba wamekuwa wakifanya maandamano ya hapa na pale katika kupinga au kutaka mahitaji fulani, lakini likija suala la kuangusha utawala uliopo ni jambo ambalo linakuwa ni gumu mno. Mamlaka nchini humo imegawanyika katika vituo vingi, vyombo vya kidini, vikosi vyenye kujihami na sehemu kubwa za uchumi, na kufanya kuwa mfumo mgumu zaidi kuuangusha kuliko udikteta wa kiongozi mmoja. Mashirika mengine yenye nguvu ni pamoja na baraza la uongozi ambalo linaweza kupiga kura kwa ajili ya sheria na wagombea wa uchaguzi. Hii inapunguza zaidi uwezekano wa kundi lolote moja kuanzisha pingamizi kubwa dhidi ya serikali. Wakati Iran inachukuliwa kama kiasi kikubwa kama utawala wa kiimla, inatoa fursa kwa Wairan wapiga kura katika baadhi ya uchaguzi, ikiwa ni pamoja na uteuzi wa rais. Hata hivyo, mchakato huo unadhibitiwa kwa ukaribu zaidi na wagombea wanachunguzwa na baraza la uongozi kwa vigezo, ikiwa ni pamoja na kujitolewa kwao katika Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran na namna ambavyo wanaendana na itikadi za serikali kuu, kwa maana utawala wa kidini. Hata hivyo, viongozi hao hutumia mbinu za kidini pia na za kiimani kuangalia viongozi wanaoweza kuingia katika taifa hilo, ambapo kiongozi mkuu hutumia busara, lakini pia kutazama kwa kutumia njia nyingi, ikiwa ni pamoja na ujasusi wa hali ya juu kujua ni nani kiongozi ataweza kuitawala Iran, hasa upande wa urais. Eneo la IRGC limepewa jukumu kubwa ambalo pia liko kama sehemu ya utawala wa kiongozi mkuu, na kiongozi mkuu ndiye kiongozi wa taasisi hii. Taasisi hii hutoa kanuni za msingi zinazodumisha mfumo wa kisiasa, na kikosi hicho cha usalama kinaonekana kuwa chenye nguvu kuliko kikosi chengine.
Kikosi cha Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC kinafanya kazi pamoja na jeshi la kawaida na mara nyingi huchukuliwa kuwa ndiyo msingi wa utawala, wanasema wachambuzi wa mambo. Zaidi ya jukumu lake la kijeshi, taasisi hii imekuwa na nguvu ya kisiasa na kiuchumi yenye maslahi makubwa ya kibiashara na ushawishi kupitia wanamgambo wa Basij, shirika la kujitolea. Muhimu zaidi, vikosi vya usalama vimebakia kuwa na umoja licha ya machafuko ya mara kwa mara. Utamaduni huu wa kufa kama shahidi miongoni mwa Washia, wafuasi wa moja ya matawi mawili makuu ya Uislamu ndani ya makundi kama Hamas na Hizbullah, yanachukuliwa kuwa sehemu ya kazi, na hii ndio ambayo inawafanya wa Iran kupambana hadi tone la mwisho. Naibu waziri wa ulinzi wa Iran Reza Talenik hivi karibuni alisema katika mahojiano ya televisheni kwamba kila kamanda wa IRGC ana mrithi aliyeteuliwa, wakiwa na safu 3 chini yake ili kuhakikisha mwendelezo. Kasra Arab, mkuu wa utafiti kuhusu jeshi la Iran wa shirika la United Against Nuclear in Iran, anasema muundo wa Iran uliogatuliwa ulitokana na mafunzo kutokana na kuanguka kwa vikosi vya Iraq vya mwaka 2003 wakati wa uvamizi wa muungano unaoongozwa na Marekani dhidi ya Iraq. Mtazamaji wa The World News, kuna mambo mengi ambayo yanahusu utawala wa Iran ambao kimsingi itikadi ya kimapinduzi ndiyo ambayo imekuja kuleta mabadiliko, na pia dini ina nafasi kubwa katika kuhifadhi mamlaka hiyo. Mapinduzi hayo yaliunda mtandao wa kudumu wa taasisi za kidini, kisiasa na kielimu ambazo zinaendelea kuunda mtazamo wa ulimwengu wa serikali, na muundo huu wa zamani sana wenye nguvu kweli wa kiitikadi wa urasimu wa kiutawala unafanya mfumo kuwa imara. Hii ndio sababu upinzani wowote ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran hauwezi kupata matokeo yoyote, na hii ndio sababu ambayo wakati huu wachambuzi wa mambo wanaiona Marekani na Israel ambazo haziwezi kupata matokeo ya kuuangusha utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.